Mtego wa mwanga wa bluu na namna ambavyo inaweza kaathirika uzazi au uzazi unaweza kaathirika kutokana na mtego wa mwanga bluu. Ninapozungumzia mtego wa mwanga bluu, nazungumzia blue light trap, ambao kutokana na teknolojia inavyozidi kwenda, namna ambavyo watu wanashindwa kupata ujauzito kwa wakati, au kutokana na mipangilio ambayo mtu amejiwekea au ratiba ambayo anasema labda mimi mwezi wa 4 nataka nishike ujauzito, ili labda nijifungue mwezi wa kwanza kule mwanzoni au mwezi wa 3 au mwezi wa ngapi, ili mradi aweze kwenda na wakati au kulingana na ratiba ambazo imejiwekea, au kutokana na changamoto au mfumo wa maisha ambao umekaa kwake, unaweza kambana akasema atumie mfumo fulani. Kwa hiyo mtego wa mwanga bluu ni uko hivi. Kwenye ubongo kuna kitu kinaitwa pineal gland. Hii ni kama vile saa ambayo ukitumia mwanga au ukiwa katika mwanga yenyewe nakwambia kwamba sasa hivi ni mchana, na ukiwa katika giza yenyewe nakwambia pia ni usiku. Sasa hii pineal gland ni sehemu ya ubongo ambayo inafahamika kama vile clock au master clock, ambao ndani yake ukiingia ndani zaidi au kutaka kujifunza zaidi, kuna kitu kinaitwa suprachiasmatic nuclear. Hii ni kama vile ndio master kuu ya ubongo ambayo tunatumia, au ni kama vile saa ya biolojia ambayo iko ndani ya ubongo. Sawa, yenyewe inapofanya kazi ni hivi. Kwa hiyo unapokuwa na hii pineal gland ambayo inakupa ishara kutambua kwamba sasa hivi ni usiku au kwamba sasa hivi ni mchana, na ikiwa usiku huwa inazalisha kitu ambacho kinaitwa melatonin. Kwa hiyo hii melatonin inazalishwa wakati wa usiku, ambayo inamfanya binadamu aweze kulala au kiumbe kiweze kulala. Kwa hiyo inapotokea wewe mwanadamu unatumia saa, TV, yaani unatumia vitu ambavyo vina mwanga au unalala sehemu yenye mwanga, kwa yenyewe hii melatonin inashindwa kuzalisha kwa kiwango kikubwa zaidi, au inashindwa kuzalisha na kumfanya binadamu aweze kulala. Lakini pia wakati ambapo unachelewa kula pia, yani wakati ambapo unachelewa kula na wakati ambapo unachelewa kulala, yani ule mchakato wa kuchelewa kulala kwa sababu ya matumizi ya simu, laptop, iPads na vitu vingine vingi, huwa vinasababisha melatonin ishindwe kuzalishwa. Au wakati ambapo unachelewa kula na kukosa usingizi kwa wakati, basi au ile hali ya kuamka usiku mara kwa mara, basi inasababisha melatonin iweze kuzalishwa kwa kiwango kidogo au zizalishwe kabisa. Kwa hiyo kinachotokea kama haitazalishwa kwa binadamu kutokana na changamoto ya kukosa ovulation. Sasa hapa nazungumzia kwa upande wa mwanamke, kukosa ovulation na kusababisha infertility, kushindwa kupata ujauzito kabisa. Ovulation ni zile siku za hatari au zile siku ambazo zatarajia yai liweze kutoka, yenyewe haitoki siku hiyo, inatoka siku nyingine, au mzunguko unaishi kabisa bila mwanamke kutoa yai kabisa. Yaani hapa sasa kuna matarajio au kuna vitu vingi tunapozungumzia ovulation. Kuna mzunguko ambao binadamu zile siku ya 14 ambao anatarajia kutoa yai, au siku yake ambayo ni hatari ambao anatarajia kutoa yai, yenyewe inakuwa tofauti kidogo. Lakini pia kuna mtu ambaye anaenda hedhi, ambapo sasa nazungumzia mwanamke anaenda hedhi bila kutoa yai kabisa. Kwa hiyo hii inasababisha na nini? Na binadamu kukosa usingizi, lakini pia ni ratiba ambazo mtu anakuwa nazo. Sasa hii ninaposema hivi nazungumzia nini sasa? Hapa nazungumzia binadamu huwa tuna mizunguko mitatu au masaa ya aina tatu, ambayo ya kwanza inafahamika kama circadian rhythm, ambao ni mzunguko wa masaa 24 ambao kila mmoja amekuwa akitumia. Lakini wa pili tuna mzunguko ambao unaitwa infradian rhythm, lakini ya tatu inaitwa intradian rhythm. Hii inafanyaje kazi au hizi zinakuaje? Hapa nimekuelezea mfumo wa kwanza wa masaa 24 ambao unaweza kuharibu biolojia ya mwili ambayo mwanadamu inabidi afahamu, lakini pia mtoto wa kike lazima afahamu. Ndio maana wakati mwingine watoto wa kike huwa wamekuwa wakijilazimisha kuweza kubandika vibandiko ili kuweza kuudanganya ubongo kama ni usiku, kwa sababu anashindwa kulala, analala mazingira ya taa, au analala ametumia simu muda mrefu, macho anauma, anashindwa kulala vizuri. Kwa hiyo hapa anatumia mfumo wa masaa 24 ambayo madhara yake ni mwanamke kuweza kukosa siku yake ya hatari, lakini pia kusababisha utasa au ugumba. Lakini jambo la pili ambalo huwa linatokea ni masuala ya mzunguko. Hapa tutakuja sasa mfumo wa pili ambao tunaitwa infradian rhythm. Hii ni mfumo ambao mwanadamu anatakiwa aweze kutumia mzunguko wa hedhi. Yaani mwanamke atumie mzunguko wake wa hedhi kuweza kudetermine ni siku gani ambayo anaweza kufanya kazi, ni siku gani ambayo anapaswa kupumzika, ni siku gani ambayo anakuwa na confidence, anaweza kasimama mbele za watu, anaweza kufanya jambo lolote lile. Ni wakati gani ambapo anaweza kufanya mazoezi na kuweza kupunguza uzito ambao anao. Ni wakati gani labda
anaweza akaweka mipango mikubwa na utekelezaji ukampa matokeo moja kwa moja. Kwa hiyo hapa tutaweza kutambua masuala ya intradian, lakini tunapozungumzia intradian ni kipindi ambacho ni mzunguko chini ya masaa 24. Hii ya kwanza ni mzunguko wa masaa 24, huu wa pili ni mzunguko wa siku 28 ambao unafahamika kama mzunguko wa mwanamke, lakini intradian ni mfumo wa mzunguko ambao uko chini ya masaa 24. Mfano, mapigo ya moyo kutoka mzunguko wa kwanza mpaka mzunguko wa pili unachukua dakika ngapi au masaa mangapi? Kwa hiyo inakuwa chini. Kwa hiyo hapa pia tutakuja kuzungumzia intradian, masuala ya usingizi yako hapa intradian na kuleta na kuweza kuleta matokeo moja kwa moja. Kwa hiyo hapa nimezungumzia kifupi tu masuala ambavyo jamii huwa tunaathirika na kukosa usingizi, lakini tunaingia ndani kabisa. Kumbe unapokosa usingizi nini kinatokea? Ni masaa gani ambayo unaharibu na mambo gani ambayo huwa yanaweza kutokea? Mfano, mwanamke kuweza kukosa usingizi na kusababisha mzunguko wake kuweza kuchelewa na kufika mbali zaidi, pia anza kusababisha ugumba au kushindwa kupata ujauzito. Hili ni somo muhimu sana, ingawa nimeeleza kwa upana kwa sababu nimedadavua kwa juu, lakini elimu hii iko ndani sana. Ukitaka kujifunza, jifunza aina hizi tatu na pia utaweza kutambua nini ambacho nakizungumza hapa. Asante, na mpaka wakati mwingine usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili kuweza kupata madarasa mengi zaidi ya kiafya ambayo yanahusiana na mwili wa binadamu au hekima ambayo iko ndani ya mwili wa binadamu na hedhi iko upande wa mwanamke. Asante, na mpaka wakati mwingine.